Waseme ndio. Waheshimiwa wabunge wasioikubali na kuipokea hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyetoa wakati wa ufunguzi rasmi wa Bunge la 13 tarehe 14 Novemba 2025, waseme sio. Wote wamesema ndio. Na waliosema ndio wameshinda. Hivyo Bunge limekubali na kuipokea hotuba ya Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri, mawaziri kwa majibu sahihi, lakini wabunge kwa michango ambayo ilikuwa na heshima na tija na ukweli kwa taifa letu. Waziri wa Fedha amesema dira 2025 mpaka 50 inataka uwekezaji wa 70% kutoka private sector, wa ndani na wa nje. 22% itachangiwa na serikali, 8% itachangiwa na taasisi za umma. Tuna kazi kubwa ya kufanya. Namshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa mkono wake kuomba amani kwenye taifa letu, na kwenye hotuba yake kwenye ukurasa 12 naomba msome na nukuu sehemu moja: sitachoka kuonesha tena mkono wa maridhiano. Haya ni maneno mazito sana kwa kiongozi wa nchi anayetaka amani, umoja na maendeleo ya taifa lake. Ni rais huyu ndiye alirudisha wapinzani waliokimbia Tanzania kuja kufanya siasa Tanzania. Haya huwa tuyasemi. Yeye ndio alitoa mkono wake, aliextend an olive branch kwa watu wote walioondoka Tanzania kurudi na kuja kujenga taifa lao. Rais kama huyu lazima enziwe, apendwe na tumwombee kila la heri. Dr. Bashiru amenukuu ukurasa wa 10: uadilifu wa utendaji wa serikali. Niwahakikishie bunge hili na wabunge hawa na kamati zetu za kudumu za bunge litaungana na rais kuhakikisha kila hatua ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais yatafuatwa na yatekelezwe kwa mujibu wa sheria na mikakati ya uadilifu. Na tena washukuru sana waheshimiwa wabunge. Waheshimiwa wabunge, maelezo ya Spika kuhusu mwongozo uliombwa na Mheshimiwa Mwita Mwaikabe Waitara, mbunge, kuhusu swali lake namba 9 kutojibiwa kikamilifu. Mheshimiwa wabunge, tarehe 27 Januari 2026 katika kikao cha kwanza cha mkutano wa pili wa Bunge la 13, Mheshimiwa Mwita Waitara, mbunge wa jimbo Tarime Vijijini, aliomba mwongozo wa Spika chini ya kanuni 79 na 56 kanuni za kudumu za Bunge 2025 kuhusu swali lake la msingi namba 9 kuto kujibiwa kikamilifu. Mheshimiwa wabunge, baada ya maombi hayo, kiti kiliahidi kutoa mwongozo baadaye. Hata hivyo, kabla ya kutoa mwongozo huo, Mheshimiwa Waitara, baada ya kuwasiliana na Mheshimiwa Waziri wa Madini kuhusu swala alilolalamika, ameomba kuondoa maombi yake na mwongozo. Kutokana na maelezo hayo ya Mheshimiwa Waitara kuondoa maombi yake, kiti hakitatoa uamuzi kuhusu mwongozo huo. Ilibidi kwa mujibu wa kanuni lazima tufute hoja hii katika Hansard za kumbukumbu zetu. Mheshimiwa wabunge, Katibu wa Bunge anaomba kuwakumbusha waheshimiwa wabunge wote kuwa kutakuwa na bonanza litakofanyika kesho Jumamosi 31 Januari 2026